Waumini wa Kiislamu walijitokeza kwa wingi katika uwanja wa Al-Askan Malindi kuswali Eid al-Fitr, huku wakitoa wito wa umoja, taifa likielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Viongozi wa dini waliwataka wanasiasa kuepuka matusi na kuzingatia masuala ya maendeleo ili kulinda amani. Wakati huo huo, naibu kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Kilifi, Twahir Abdul Karim, aliwahimiza wauguzi kusitisha mgomo, akisema serikali iko tayari kushughulikia madai yao kwa awamu. Wakenya wote, kwa sababu tunaona early campaigns zimeanza. Patie space viongozi ambao wamechaguliwa kwa mamlakani waweze kupeana ile huduma service, kwa sababu sasa hivi tukianza siasa mapema tutaingisha nchi katika hali ngumu sana. Sasa hivi ni wakati wa kuendeleza kufanya kazi, na kama kuna mtu akona maono ya positive criticism ama kitu ambacho kwamba inaweza leta changizo ya kusaidia nchi, basi alilete kwa uzuri na kwa wema, kuliko hii mambo ya matusi na mambo ya kuvurugana inaweza vuruga nchi. Sisi zaidi wa Kenya tuna enjoy the peace ambayo kwamba tuko nayo, na hii siasa isije ikaleta ukosefu wa usalama na amani katika nchi yetu. Warahmatullahi. Kwa jina naitwa Suleiman Salim, ni chairman hapa Malindi Municipal Board, na ni siku ingine ya furaha sana. Leo tuwasherehekea sikukuu ambapo ni Waislamu wote wanasherehekea. Ni kama wale watangulizi waliotangulia kuzungumza kwamba ile tofauti zilizotokea za mwezi isiwe ni sababu ya sisi kukosana ama wala kutengana. Umoja ni kitu muhimu sana, na ndio inapatikana maendeleo na mapenzi katika binadamu. Kwa hivyo mimi natoa shukrani zangu za dhati, na hii sikukuu leo kuwa na furaha kama hivi ni Mwenyezi Mungu atuonesha kwamba bidii yoyote unaofanya lazima kuna zawadi zake unaopata. Katika jambo la viongozi kurushiana maneno na kutukanana hadharani, hili ni jambo ambalo halifai kuvumiliwa, kwa sababu ikiwa wao wataonyesha picha mbaya hii ya kurushiana maneno na kutukanana matusi machafu, hili ni jambo ambalo sisi kama viongozi wa dini na vile vile wazee tunalikemea kwa ukali kabisa, kuambia viongozi kama hawa wawache matusi na watupe sera zao. Na vile vile tungeomba wale ambao labda kwenye upinzani waheshimu ofisi ya rais, mbali yule rais ambayo ni ofisi yake iheshimiwe, na vile vile tungemuomba rais naye vile vile apunguze hasira kujibizana na watu. Yeye ana maneno yake, hasira zake kwamba ana maendeleo, anajenga barabara, anajenga hospitali, anajenga masoko na majumba. Awache matusi na tuangalie maendeleo ya nchi.